Karibu kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Siku ya leo tunaendelea na masomo yetu, namna ya kushambulia ulimwengu wa roho wa giza, namna ya kushambulia falme za kichawi katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, tunapoomba huwa tunapambana na falme za giza, na ufalme wenye nguvu shetani anaotumia sana ni ufalme wa kichawi katika ulimwengu wa kiroho, ili kushambulia jamii, ili kushambulia watu katika ulimwengu wa roho. Natoa mbinu au siri za kuwashambulia wachawi. Kumbuka, unapookoka unakuwa na nguvu kubwa sana ya kiroho. Roho Mtakatifu anakujaza nguvu zake, Roho Mtakatifu anakujaza uwezo wake. Lakini kama hauna maarifa ya kiroho, huwezi kupambana na hizi falme za wachawi. Leo tunaenda kujifunza kuharibu nguvu za kichawi, kuharibu nguvu za kichawi. Tutaanza kujifunza kama ifuatavyo. Chochote ili kifanyike au ili kifanikiwe kinahitaji nguvu katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa mwili kuna nguvu mbalimbali. Katika ulimwengu wa mwili kuna nguvu mbalimbali. Kuna nguvu ambazo zinatumika kama nishati, inaitwa nishati, nguvu ya kuzalisha vitu, mashine, nguvu ya mashine, nguvu ya nini. Lakini katika ulimwengu wa roho, hata wewe unachofanya ili kiweze kufanikiwa kinahitaji nguvu. Na ndio maana tunaanza kuona katika maandiko matakatifu, kwa Wakristo wanapookoka, kitu cha kwanza anapozaliwa kwa kiumbe kipya, huwa anakabidhiwa nguvu ya kiroho. Ile nguvu inamsaidia kuomba, ile nguvu inamsaidia kufunga, ile nguvu inamsaidia kushinda dhambi. Ndio maana kwa Mkristo huwa anapookoka, nguvu ya Mungu inamsaidia kushinda dhambi. Ndio maana ukisoma Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, maandiko anasema twayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Twayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa maana nguvu ya kiroho ikiwa juu yako inakupa kushinda vita vya kiroho. Nguvu ya kiroho ikiwa juu yako inakupa kufahamu mambo ya kiroho. Kwa hata mtu anapokuwa ameomba, aliyeokoka, kinachomfanya apate matokeo makubwa ni ile nguvu ya kiroho aliyonayo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Yohana sura ya 1 mstari wa 12, maandiko anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Hasa ndivyo ilivyo mtu anapojiunga kwenye roho ya uchawi. Mtu anapojiunganisha kwenye roho ya uchawi, cha kwanza katika ulimwengu wa roho, uchawi ni nguvu. Uchawi ni nguvu, ile nguvu anayokabidhiwa katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, wachawi wana mafunzo yao kabla hajaingia katika kuroga au kukabidhiwa uchawi. Huwa anaingia kwenye mafunzo, wanampima kwamba mtu huyu atatoa siri kweli, mtu huyu ni mvumilivu kweli. Kwa sio kila mchawi anaingia kwenye uchawi anaweza kuruka, hapana. Sio kila mchawi anaingia kwenye uchawi anaweza kupaa, hapana. Sio kila mchawi aliye mchawi anaweza kuroga, hapana. Wanakuwa na mafunzo yao maalum. Kwa anaanza kufundishwa namna ya kuroga, namna yale maagano kuyaweka, maagano kuweka. Maana wanaweka maagano ya damu, wanaweka maagano wanapoenda kujiunga katika uchawi. Kwa anaanza kujifunza taratibu, anaanza kujifunza
kuingia kwenye kitengo, anataka kuwa kitengo gani? Maana wachawi wana vitengo vyao. Kuna vitengo vya magonjwa, kuna vitengo vya nyota, kuna vitengo vya kuharibu uchumi tu. Kwa hiyo anakuwa na vitengo maalum katika ulimwengu wa roho. Sasa kabla hajaanza kuwa mchawi, anaanza kuwa mchawi maamuma, yaani ni mchawi ambaye hajielewi, hajitambui, yuko bado kwenye mafundisho. Kwa anapokamilisha mafundisho huwa bado anakuwa ni mchawi ambaye hawezi kujitegemea, Ndio inakuwepo siku maalum ya huyu mchawi kupewa nguvu ya kiroho, ambayo ndio ile nguvu ya kiroho sasa anapoenda kupewa ndio inamfanya mchawi huyo kuweza kupaa. Hiyo nguvu ya kiroho anapoenda kupewa mchawi ndio inamfanya mchawi huyo kuweza kuruka juu na ungo, kuweza kupaa, kuweza kuroga watu. Kwa kuna siku maalum inaitwa ile siku maalum ya kwenda kukabidhiwa nguvu ile. Tayari hapo anakuwa ameshapewa ungo, tayari ameshapewa vitu mbalimbali vya kutumia vya kichawi, lakini hawezi kuwa mchawi kama ana nguvu ya kiroho, kwa sababu kinachomfanya aroge ni nguvu ya kiroho. Na hii nguvu ya kiroho ya wachawi imebebwa katika ulimwengu wa roho, imebebwa ndani ya siku ile ya mwisho anapokwenda kukabidhiwa uchawi ule, ili amekamilisha, amefuzu, ndio anapoa ile nguvu. Sasa wakati huo, siku ambapo anapoenda kukabidhiwa mchawi ile nguvu ya kiroho, huwa anapewa kitu kimoja. Huwa anapokabidhiwa kila kitu, kuna kitu anakabidhiwa, kuna mtu anaenda kumsimika kwenye ule uchawi wake. Sasa kati anaenda kusimikwa kuna uchawi wake, huwa kipindi kile yule anaenda kumsimika huwa anatafuna nyama, huwa anatafuna nyama. Ndipo anapotafuna ile nyama anakuwa anainuizia maneno, anaitamkia maneno katika ulimwengu wa kiroho, anaisemesha maneno ile nyama, na wachawi wenzake wanakuwepo. Ndipo wakati anaposimikwa kuingiziwa ile nguvu, huwa anatumia ile nyama kuvuvia, kuingiza nguvu kwa yule mchawi. Anatumiaje hiyo nyama kuingiza nguvu kwa yule mchawi? Anaambiwa inama, makalio, anaambiwa inama. Anapoinama mchawi, kumbuka hata hapo ulipokaa, nguvu yako iko kwenye makalio, kwenye mapaja hapa, kwenye makalio. Hata ukiinua chuma, nguvu yako iko kwenye makalio. Kwa mchana hapo ambaye inama, huwa nguvu yake anapuliziwa kule kwenye makalio, ile nyama inaingia kwenye makalio. Baada ya kuingiziwa pale, tayari ndio nguvu moja kwa moja inaingizwa kwa matamko, ndio wanachinja, wanafanya nini. Ndio maana unaona mchawi anapoingia kwenye nyumba ya mtu, huwa anafungua nyumba kwa makalio, anafungua kuta za nyumba kwa makalio. Maana yake nguvu anayopewa huwa inaingizwa kupitia makalio ya mchawi. Sasa hii nguvu anaposimikwa kipindi kile, huwa anamtamkia kwenye makalio, wanachilia ile nguvu, ile nyama ya mtu na kwa nyama ambayo wanaingiza kwenye makalio ya mchawi kwa kumpulizia, wakati wanamsimika, kumpa nguvu ili aweze kuroga au kufungua kuta za watu. Anaporoga, anainama, kuta zinafunuka, anaingia ndani, anainama, milango yanafunguka, anaingia ndani. Kwa nguvu ya mchawi iko kwenye makalio yake katika ulimwengu wa roho. Sasa nini nachotaka kufundisha? Pamoja kuna hii rizo ameweka mkononi, kuna nguvu ya mkononi, lakini nachotegemea asilimia kubwa ni kwenye makalio yake, kufungua milango ya watu, kufungua kuta za nyumba. Sasa unapokuwa unaomba ili kuharibu nguvu za mchawi, usiku wa manane wanapopaa kwenye anga, unaweza ukasimama kwenye anga kwa maombi kwamba nakamata nguvu zao, nakamata uweza wao, na wavua uweza wao wa kiroho wa kichawi, na wavua uwezo wao wa kiroho wa kuroga. Kwa nashangaa unapoomba maombi hayo katika ulimwengu, unaomba kwa imani. Jina la Yesu lina nguvu, jina la Yesu lina uwezo. Kwa unapoomba kwa imani ukavua nguvu zao, mchawi hawezi kuroga tena. Mfano ameroga biashara yako, mfano ameroga ndoa yako, wewe kamata
nguvu zao. Ukiwavua nguvu zao au ukiharibu nguvu zake, huwa ana mamlaka kuendelea kuroga tena. Ataenda kuwatafuta wenzake na kuwaomba, naombeni mnipe nguvu tena. Watamwambia ulifanyeje? Ulitenda nini? Ulikoseaje? Kwa katika ulimwengu wa roho, unapopambana na wachawi kwenye huo mtaa unaoishi au kwenye ile eneo unaloishi, usiku wa manane, kuanzia saa 8 usiku, saa 7:30, saa 8 usiku, wewe simama tu na damu Yesu, kwamba natuma damu Yesu na moto ulao. Ninavua kila nguvu za wachawi, uwezo wao wa rohoni kwenye hili anga, uwezo wa kuroga, uwezo wa magonjwa, uwezo wa mauti, uwezo wa laana, uwezo wa uharibifu. Navua nguvu zao katika ulimwengu wa kiroho. Unapovua nguvu zao katika ulimwengu wa roho, wanakuwa wana mamlaka ya kuroga au ya kufanya uchawi wao au giza lao. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Ifuatilie somo lijalo, itaendelea kufundisha. Ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu, unaweza kusubscribe channel hii, na Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo njia pekee ya kwanza, unaweza kusubscribe channel hii, ukalaiki na kuweka comment yako hapo chini. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya kushinda wachawi, ondoa, haribu nguvu zao. Ukishaharibu nguvu zake kupitia anga, unavua nguvu zao, au kupitia ardhi unavua nguvu zao, zinaondoka, anakuwa na nguvu tena ya kukoroga. Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.